Hi everyone, my name is Ezekiel Chavala na napenda nikukaribishe katika kipindi chetu cha muziki cha siku ya leo. Na leo kuna solo ambazo nitaenda kuzipiga katika ufunguo wa A. Hii hapa. Welcome to Chavala Music Academy. Na siku ya leo kuna kipindi kizuri kabisa cha solo kipande ambacho nimekuandalia, na hii ni episode ya 4. Ni mfululizo wa vipindi ambavyo nitakuwa navifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ninakusaidia wewe kuweza kupiga gitaa lako la solo. So leo tuko katika ufunguo wa A major. Hii hapa. This is A major. This is A major. Kwa hiyo ni 1 na progression yangu ndio kutumia ni 1 4 1 5. Ndio progression ambayo tutapita nayo siku ya leo. Na kitu kingine ambacho unaweza kujua ni kwamba ninapiga katika inversion ya pili kwa maana ya A2. This is A1 D A E. Maana yake A1 D1 A1 D E4 E5. I mean E1. Naanza hapa ni A2 then D2 A2 then E2. Naweza nikaimalizia pale au nikaimalizia hapa. Zote hizo ni A. Zote hizo ni A. Okay, then after saying that, sasa tuende moja kwa moja kwenye kipande chetu cha siku ya leo. Kipande cha siku ya leo tunapiga solo ambazo zinazaliwa hapa kwenye A2, ambao na shape yetu ni hii hapa. Tunaita M, shape ya M. Ni moja ya shape ambazo zinazalisha vipande vingi sana kwenye gitaa lako la solo. Sasa unachokifanya, kumbuka rhythm ni 1 4 1 5 1 4 1 then 5. Nachokifanya sasa, naanza ni hiyo M, lakini sasa nachokifanya naanzia chini kupanda juu. Na technique ninayotumia na bana nyuzi mbili kwa maana double strings. Kwa hiyo na nyuzi za kwanza 2, alafu napiga manaki wa kwanza na wa pili, alafu then wa pili na wa tatu. Wakati huo naendelea taratibu kutengeneza shape ya M, alafu ya 3 na 4. Kwa hiyo okay, hii ni ngapi? Hii ni namba 2 ambayo inazaliwa kwenye moja ya hapa kwenye hizi nyuzi nene, alafu namba 2 yetu ni hii. Kwa maana ya uzi wa 3, uzi kidole hiki namba 1 kinakamata uzi wa 3 na wa 4 na wa 3 hapo, alafu kinakamata uzi wa 5 pale. This is number 2 katika bass notes. Tulisema zile bass pattern ambazo tulikuwa tunazitumia. Okay? Sasa maana yake unapiga kwa hiyo napiga 2, alafu naenda 4. Kumbuka nilisema hii ni 1, hii ni 4. Kwa hiyo 2 then 4. Kwa hiyo okay, sawa. Hapa kwenye mbili yangu sasa napiga na focus kwenye uzi wa pili na wa 4 na wa 3 na wa 4. Wa 3 na wa 4, hii ya 5 na iacha kwanza. Maana yake ninapokuwa na strum huku na focus kwenye uzi wa 3 na wa 4. Kwa hiyo inakuwa, kwa hiyo hii hapa ni 5 ambayo ni hii, ambayo ni sawa na ukipiga hivi, lakini sasa mimi naipiga hivi, siishi hapo, naacha vidole viwili tu. 5, alafu hii ni 6 ambayo ni hii hapa, ambayo ni 6. Ni 6 ambayo ni F sharp
F sharp minor. Yes, kwenye A ni F sharp minor hii. Kwa hiyo napiga sasa hiyo ndio inakuwa progression yangu ya very simple, lakini inakuwa na ladha nzuri, na hii inatumika unapokuwa unafanya sebele. Hii ni rhythm ambayo unapiga 1 alafu unatekenya uzi wa 3 kwenye 2 pale, thread number 3, string number 3 kwenye 2 pale, kwenye 3 unaitekenya, inakuwa ni kama vile kiungo chako. Na hapo unatekenya kwenye 5 pale, kwa alafu unapiga okay. Na kitu kingine cha mwisho ambacho unaweza ukakitumia sasa wakati napiga hii solo, kumbuka kwamba unapokuwa unafanya melody za hivyo 1 4 1 5, kuna rhythm nyingi ambazo unatakiwa kuwa nazo. Unatakiwa kuwa tajiri wa rhythm za aina nyingi, lakini pia vipande vya aina nyingi, ili kusudi usiwaboe wale ambao wanakusikiliza. Sasa unaweza ukaanzia hapa kwenye shape hiyo ukapiga. Kwa hiyo 1 alafu minor 7, dominant 7, alafu uzi wa kwanza na wa pili na wa tatu kwenye shape ile ya M. Hapa uzi wa kwanza na wa tatu, this one, alafu unakuja uzi wa 3 na wa 4 pale. Kwa dominant 7 hiyo. Kwa unakuwa unapiga simple sana. Ni kama vile unatafuta tu zile passing notes za kwenda kwenye 4, kwenye 2, alafu unaenda 4, unajibu kwa 4, unajibu kwa 1, alafu unamaliza 5. Karibu
Karibu sana kwa mafunzo ya muziki private. For private sessions tafadhali nitafute kwa namba ya simu 0621 029 Subscribe my YouTube channel, lakini Instagram napatikana kwa Ezekia_Chavala na TikTok Ezekia Chavala. Welcome for more lessons. Usikose kipande namba 5, episode namba 5. Hii ni episode namba 4 ya kipande cha solo au solo kipande. Tafadhali endelea kunifuatilia. God bless you.